Uhali gani ndugu yangu mpendwa? Awali ya yote na kusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ni matumaini yangu ya kuwa wewe ni mzima wa afya, na kama ndivyo basi jina la Bwana liendelee kuhimidiwa, na kama sivyo ni matumaini yangu ya kuwa Mungu atakutatulia changamoto ulionayo hiyo. Ndugu yangu mpendwa, nichukue tena fursa hii ya kukukaribisha katika kozi ya nyaraka za Mtume Paulo kwa Wakorintho, na bado tungali katika Wakorintho wa kwanza. Kwa hivyo ndugu yangu mpendwa, nikusihi sasa uweze kuandaa daftari, kalamu na Biblia yako ili uweze kupata nukuu ya kile tunachokwenda kujifunza. Na kama ilivyo ada, nikusihi uungane pamoja nami katika sala ifupi ili Mungu aweze kubariki kipindi hiki. Tuombe. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa kuwa wewe umetujalia uzima na afya, na kwa kuwa wewe unatujalia mahitaji yetu ya msingi kimwili na kiroho. Tunakushukuru kwa fursa hii ya kuweza kujifunza maandiko yako matakatifu, na leo tunapokwenda kujifunza katika sura hii ya 13 ya kitabu cha Wakorintho wa kwanza, tunakusihi ukatupe uelewa ili tuweze kuelewa maandiko haya na tuweze kuyafanyia kazi. Tunakuomba umbariki kila mmoja wetu, bariki taifa letu, bariki ulimwengu mzima, bariki kanisa lako takatifu na watumishi wako wote. Katika Kristo Yesu tunaomba na kushukuru. Amen. Nakushukuru ndugu yangu mpendwa kwa kuungana nami katika sala hiyo fupi, na sasa tuende moja kwa moja katika darasa letu la leo. Kama nilivyosema hapo awali, tunaingia katika sura ya 13, na kwa kweli tutajadili sura nzima hiyo ya 13. Sura ya 13 ni sura maarufu inayozungumzia kuhusu upendo. Sura hii ndio sura ndefu ambayo inazungumza kuhusu upendo na kwa kina zaidi. Upendo unaojadiliwa hapa ni upendo wa agape, au upendo unaojulikana kama upendo wa kimungu, kwa maana ya upendo usiokuwa na masharti yoyote. Mtume anajadili kwa kina kuhusu upendo kwa lengo la kuonesha nguvu ya upendo dhidi ya karama nyingine za roho. Kumbuka, upendo pia ni karama. Katika sura ya 12 mtume alijikita katika kueleza aina za karama, chanzo chake, kazi na kusudi la karama hizo. Aina 9 za karama alizozitaja aliwafahamisha kuwa walizipata kutoka kwa Mungu, na kwamba walipewa kwa kusudi la kulijenga kanisa. Kwa bahati mbaya, Wakristo hawa wa Korintho walidhani kwamba kuwa na karama za roho kulimaanisha ukuu. Katika aya ya 31 ya sura hiyo akawaambia kuwa hizo hazikuwa karama kuu, na kwamba amekusudia kuwaonesha njia iliyo bora zaidi ambayo wao wanapaswa kuifuata, bila shaka na sisi vivyo hivyo. Katika mwendelezo wa hoja hiyo, katika sura ya 13 anawaonyesha ni kwa nini karama zile si kuu. Tafadhali tusome aya kuanzia ya 1 mpaka ya 3 kisha tuweze kupata fursa ya kujadili. Katika aya ya 1 anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Tena nijapotoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikijitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo na hainifaidi kitu. Hiyo ni mstari kuanzia wa 1 mpaka mstari wa 3 wa sura hii ya 13 kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Katika aya ya 1 anapotaja nukuu lugha za wanadamu na za malaika, mwisho wa kunukuu, hana maana kwamba alikuwa akinena kwa lugha za malaika pia. La hasha. Baadhi ya watu hutumia aya hii kama uthibitisho wa kunena kwa lugha kunakodaiwa leo hii kuwa ni lugha ya malaika au lugha ya mbinguni. Hakuna sehemu yoyote katika Biblia tulipotambulishwa lugha za malaika. Lugha pekee tunazozisoma katika Biblia ni lugha za wanadamu. Mungu na hata malaika kila wakati walipotaka kuwasiliana na wanadamu walitumia lugha za wanadamu.
Kwa hiyo kwa mtume kusema kwamba nijaposema kwa lugha za malaika, alitumia lugha ya balagha au hyperbole. Hii ni lugha ya kutia chumvi inayotumika kwa lengo la kuvutia usikilizaji na kuonesha msisitizo wa ujumbe unaokusudiwa. Aina hii ya lugha ameitumia pia katika aya ya 2 na aya ya 3, hapo anaposema ya kwamba tena nijapokuwa na unabii na kujua siri zote za maarifa yote na maarifa yote. Anaendelea kusema tena nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuihamisha milima na kadhalika. Tunafahamu kwamba manabii hawakujua siri zote wala hawakuwa na maarifa yote. Vivyo hivyo anaposema katika aya ya 3 kwamba tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nijapojitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo hainifaidii kitu. Sote tunajua kwamba isingewezekana kutoa mali zake zote ili kuwalisha maskini. Ni kweli kwamba Mungu anatuagiza tuwasaidie maskini, lakini si kwa kutoa mali zetu zote. Pia ni wazi kwamba mtume asingeweza kuteketeza mwili wake kwa moto, kwani kufanya hivyo angekuwa ana hatia ya kujiua. Mungu alipiga marufuku dhabihu za namna hiyo. Kwa wakati wako utasoma Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10 na kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 31. Kumbukumbu la Torati sura ya 18 mstari wa 10 na Yeremia sura ya 7 mstari wa 31. Utaona ambavyo Mungu amepiga marufuku kitendo cha kutoa dhabihu kwa kujiteketeza. Kwa hiyo mtume anajaribu kuonesha kwamba haijalishi mtu ana karama kubwa kiasi gani au anafanya nini, kama hakuna upendo, hivyo vyote ni bure. Kisha katika aya ya 4 hadi aya ya 7 anawaonesha kile ambacho upendo unaweza kufanya, lakini karama haziwezi kufanya. Hebu tusome katika hiyo aya ya 4 mpaka aya ya 7. Katika aya ya 4 anasema, upendo huvumilia, hufadhili, upendo hauhusudu, upendo hautakabari, haujivuni. Mstari wa 5 anasema, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya. Mstari wa 6, haufurahii udhalimu, bali ufurahi pamoja na kweli. Mstari wa 7, huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Hiyo ni sura ya 13 mstari wa 4 mpaka mstari wa 7. Yote ambayo upendo hufanya, Wakristo hawa hawakuwa wakifanya, na yale ambayo upendo haukuwa ukiyafanya ndiyo ambayo Wakristo hawa walikuwa wakiyafanya. Kwa hiyo mambo yamekuwa vice versa hapa. Hawakuwa wavumilivu, hawakuwa wafadhili, bali walikuwa watu wa kuhusudu, kutakabari na wenye majivuno. Hawakuwa watu wenye adabu, bali walikuwa wabinafsi, wenye uchungu, wenye kuhesabu mabaya, wenye kufurahia udhalimu. Hawakuwa wakifurahi pamoja na kweli. Imani yao haikuwa thabiti, tumaini lao lilikuwa hafifu, na ustahimilivu wao ulikuwa haba sana. Hii ndio ilikuwa picha ya jinsi hali yao ya kiroho ilivyokuwa Wakristo hawa. Mistari hii kimsingi ni michache, lakini iliandikwa kwa ustadi ili kuweza kufunua tabia za watu hawa. Kwa hiyo kuanzia aya ya 8 hadi aya ya 13 anawaonesha asili ya upendo, kwamba asili yake ni ya milele. Upendo ulikuwepo kabla ya kila kitu kuwepo. Ulikuwepo kabla ya karama hizi za kiroho kuwepo, na kwamba daima utaendelea kuwepo, na karama zina mwisho, lakini upendo hauna mwisho.
Tunasoma katika aya ya 8 ya kwamba anasema hivi katika aya ya 8 hiyo. Anasema upendo haupungui neno wakati wowote, bali ukiwapo unabii utabatilika, zikiwapo lugha zitakoma, yakiwapo maarifa yatabatilika. Huo ni mstari wa 8. Lengo la mtume katika aya hii ni kwamba wang'ang'ane na upendo badala ya kung'ang'ana na karama ambazo hatimaye zitafika mwisho. Mtume badala ya kuorodhesha karama zote hapa, amechagua kuorodhesha hizi 3: unabii, lugha na maarifa. Hizi zimechaguliwa mahususi kwa sababu nyingine zote zilizobaki zinaweza kujumuishwa ndani ya hizi 3 ambazo zimetajwa. Maneno batilika na kukoma katika haya hii yana maana moja ambayo ni mwisho wa matumizi. Kwamba kitu kilichobatilika au kukoma hata kama kipo, lakini hakifai kwa matumizi na si halali. Kulazimisha kutumia kitu ambacho kimebatilika ni makosa. Mtume katika kuzungumzia mwisho wa karama hizo anatumia kitenzi cha wakati ujao, akimaanisha kwamba kwa wakati alipokuwa akiandika waraka huu, karama zote hazikuwa zimefikia mwisho, bali aliwatahadharisha kuwa wakati unakuja zitakapokoma. Katika aya ya 9 anawaonesha asili ya karama hizo kwa kusema hivi. Tusome hapo katika aya ya 9. Anasema hivi: kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Kufahamu kwa sehemu maana yake ni kwamba ufunuo wa neno la Mungu uliowajia kupitia karama hizo ulikuwa kwa kiwango fulani. Kwa mfano, Petro anasema kwamba manabii wa kale ingawa walitabiri kuja kwa Kristo, lakini hawakujua kila kitu. Petro wa kwanza sura ya 1 mstari wa 10 mpaka wa 12. Kwa hiyo walitoa unabii katika kile walichofunuliwa tu. Hiki ndicho alichomaanisha Mtume Paulo kwa kusema kuwa tunafanya unabii kwa sehemu. Aya ya 10 inadokeza muda wa ukomo wa karama. Anasema hivi: lakini ijapo ile iliyo kamili, iliyo kwa sehemu itabatilika. Swali linalojitokeza hapa ni je, iliyo kamili ni nini? Ili kupata jibu la swali hili, kwanza tujiulize iliyo kwa sehemu ni kitu gani? Mtume alisema tunafahamu kwa sehemu na tunafanya unabii kwa sehemu. Sasa katika Waefeso sura ya 3 mstari wa 4 mpaka mstari wa 5, Paulo alisema kwamba ufahamu huo ulihusu Injili. Kwa hiyo iliyo kwa sehemu ni Injili. Hivyo tunapata jibu kuwa iliyo kamili pia ni Injili. Swali linaweza kujitokeza hapa ni kwamba kama ni hivyo, kwa nini aiite Injili sehemu? Mtume anaposema kwa sehemu, hana maana kwamba Injili haikuwa imekamilika. Hilo lingefanya kazi ya Yesu ya ukombozi kuwa ni bure. Mtume anachomaanisha hapa ni kwamba Injili ilifunuliwa kwao kwa sehemu kwa njia ya karama za Roho. Katika wakati wa karne hiyo ya kwanza, Mungu alitumia karama za Roho kama njia ya kupitisha ujumbe wake, na kwa hiyo ujumbe wote ulipotolewa na vitabu vikaandikwa, kazi ya karama za Roho ikawa imeisha. Watu waliweza kupata kila ujumbe wa Mungu kwa njia ya maandiko bila ya kutegemea karama. Hii ndiyo ambayo Mtume Paulo anaiita iliyo kamili. Aya ya 11 na 12 anatoa vielelezo viwili ili kuonesha kielelezo cha kwanza ukuaji wa mtoto na kielelezo cha pili kioo. Lengo la hapo ni kufafanua mchakato wa ubatilishaji wa karama uliofanyika kwa kipindi hicho. Hebu tusome katika aya ya 11 na aya ya 12.
Katika aya 11 anasema, nilipokuwa mtoto mchanga nalisema kama mtoto mchanga, nalifahamu kama mtoto mchanga, nalifikiri kama mtoto mchanga. Tokea hapo nilipokuwa mtu mzima nimeyabatilisha mambo ya kitoto. Mstari wa 11 huo. Paulo katika aya hii anafananisha hatua ya kanisa iliyokuwa nayo kwa wakati huo na hatua za ukuaji wa mtoto mchanga, akijitolea mfano yeye mwenyewe. Bila shaka, katika hatua ya utoto alifanya kila kitu kulingana na umri wake. Alizungumza kitoto, ufahamu wake ulikuwa wa kitoto, yaani hakujua vitu vingi. Fikra zake zilikuwa za kitoto, kwa maana ya kwamba hakuwa na uwezo wa kuweza kupambanua mambo. Hali hiyo humpata kila mwanadamu. Hata hivyo, kwa kawaida hali hiyo haitarajiwi kuwa iwe ya kudumu. Sasa mtu mzima baada ya kumradhi, mtu anapokuwa mtu mzima huacha tabia hizo za kitoto. Sasa kumbuka, lengo la Paulo hapa si ukuaji wa mwanadamu, bali ni ukuaji wa kanisa. Anawaambia kwamba karama hizi zipo kwa sababu kanisa bado changa, lakini kanisa litakapokuwa, kwa maana ya kukomaa, karama hizi zitaondoka. Ndicho anachowaambia. Sote tutakubaliana ya kwamba mtu anapokuwa mtoto mchanga anahitaji uangalizi maalum. Hivi ndivyo Mungu alivyofanya kwa kuwapa karama zile, uangalizi maalum. Vinginevyo, kama hakuna uangalizi maalum, mtoto anaweza kuzurika na hatimaye kufa. Lakini anapokuwa mtu mzima hawi tena chini ya uangalizi maalum, kwa sababu anaweza kujisimamia yeye mwenyewe. Kitabu cha Efeso sura ya 4 mstari wa 12 kinasema kwamba Mungu alitoa uangalizi maalum au vipawa hivi ili kulilinda kanisa mpaka litakapokuwa limekomaa na kujitegemea. Hicho ndicho mtume anachokimaanisha pale. Katika aya ya 12 anaendelea kufafanua mchakato wa ubatilishaji wa karama, na safari hii anatumia kielelezo cha kioo. Hebu tusome aya hiyo. Anasema, maana wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, wakati ule tutaona uso kwa uso. Wakati wa sasa nafahamu kwa sehemu, wakati ule nitajua sana, kama mimi nami ninavyojuliwa sana. Baadhi ya watu wanaosema kwamba karama hazijakoma, wanapofika katika aya hii husema kwamba inazungumzia siku ya mwisho na hali itakavyokuwa huko mbinguni. Kwa kweli huko ni kwenda kinyume kabisa na muktadha. Muktadha hapa unahusu karama. Mbinguni haihitajiki karama yoyote. Mtume anaposema wakati wa sasa tunaona kwa kioo kwa jinsi ya fumbo, alikuwa akirejelea aya ya 9 aliposema walifahamu kwa sehemu. Sasa neno fumbo katika aya hii linaelezea hali ya kutokuona vizuri, na maneno wakati ule yanarejelea katika aya ya 10, wakati wa ile iliyo kamili. Ndicho anachokimaanisha hapo. Tazama, hasemi tutaona uso kwa uso au tutaonana uso kwa uso. Hasemi hivyo, bali anachokisema kwamba tutaona uso kwa uso. Sio tutaonana uso kwa uso. Anasema tutaona uso kwa uso. Kuashiria si mtu au Mungu, bali ni kitu. Kwamba tutaona kila upande uso kwa uso. Kuona uso kwa uso maana yake ni kuona kitu au taswira kamili kila upande, kama nilivyokwisha kusema. Mtu anapotazama jambo kwa kioo hawezi kuona taswira kamili ya anachokitazama. Kuweka ili wazi, anasema hivi hapo anasema wakati wa sasa. Unaona, anasema wakati wa sasa, kwa maana wakati kanisa bado lingali changa. Anasema nafahamu kwa sehemu. Wakati ule,
Kwa maana wakati ule kanisa litakapokuwa limekomaa, anasema nitajua sana kama mimi nami ninavyojuliwa. Sasa Paulo anasema wakati ule nitajua sana, anatumia lugha jumuishi hapa. Hana maana kwamba ilikuwa lazima yeye awepo. Anajijumuisha yeye katika kanisa. Kwa mfano katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 4 mstari wa 15, akizungumza kuhusu siku ya kurudi kwake Bwana, mtume alisema hivi: sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana. Mwisho wa kunukuu. Hapo unaweza kuona kwamba je, alimaanisha kuwa asingekufa? Hapana. Sote tunajua kwamba amekufa tayari. Lakini alitumia lugha jumuishi, akijumuisha na wale watakaokuwa hai siku hiyo. Hivyo ndivyo alivyomaanisha pia hata katika aya hii ya 12. Kwa hiyo kauli kama mimi nami ninavyojuliwa sana inarejelea kile alichokisema kuhusu kuona kwa kioo, kwamba wakati ule ataona vizuri kama yeye anavyoonekana vizuri. Katika aya ya 13, aya ya mwisho kabisa katika sura hii ya 13, anahitimisha kwa kusema hivi: basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, hayo matatu, na katika hayo lililo kuu ni upendo. Mambo haya matatu, yaani imani, tumaini na upendo, yanatumika kuweka utofauti baina yao na karama, yaani baina ya mambo hayo matatu na karama zile za Roho, ya kwamba karama zitapita, lakini imani, tumaini na upendo vitaendelea kuwepo. Imani inayozungumziwa hapa si imani ya karama ya Roho kama ile tunayoisoma katika sura ya 12 mstari wa 9. Hii inamaanisha mfumo wa kidini au Ukristo. Ni kweli kwamba karama zilisaidia sana kuusimamisha Ukristo, lakini mtu hahitaji karama ili awe Mkristo. Tayari tuna maandiko ambayo kwayo imani yetu huimarika, tumaini letu hukua na upendo wetu hushamili. Mtume Yohana alisema kwamba kupitia alichokiandika mtu anaweza kupata wokovu kama ataamini na kutii. Yohana sura ya 20 mstari wa 30 na ule wa 31. Vivyo hivyo katika kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 3 mpaka wa 4 panasema kwamba kwa njia ya maandiko tunaweza kuijua Injili. Yesu mwenyewe bila shaka alidokeza kwamba mtu anaweza kubaki salama ikiwa atayajua maandiko. Mathayo sura ya 22 mstari wa 29 anatanabaisha namna hiyo. Kama mtu kweli amedhamiria moyoni kumcha Mungu, atatii maandiko bila ya hata kuona muujiza wowote ule. Lakini kama hana dhamira ya kweli, hata miujiza haiwezi kumfanya mtu huyo awe Mkristo. Kule kuzimu, tajiri alipoomba muujiza utendeke ili ndugu zake waliopo duniani wahubiriwe Injili, Ibrahimu alisema hivi, na nukuu, wanao Musa na manabii na wawasikilize wao. Akasema, kwa maana ya yule tajiri sasa, la, baba Ibrahimu, lakini kama akiwaendea mtu atokaye kwa wafu, kwa maana mtu afufuke, anasema watatubu. Ibrahimu akamwambia, wasipowasikia Musa na manabii hawatashawishika hata mtu akifufuka katika wafu. Hiyo ni Luka sura ya 16 mstari wa 29 mpaka ule wa 31. Kwa muda wako utasoma ili kupata uthibitisho zaidi. Sasa wakati huu wakati Yesu anasimulia kisa hiki, Musa na manabii walikuwa wamekufa tayari walikuwa wamekufa katika wakati huu, lakini maandiko yao yalikuwepo, ndicho alichokuwa na kimaanisha pale. Kwa hiyo ili mtu aendelee kuwa Mkristo anahitaji mambo haya matatu: imani, tumaini na upendo. Si karama za Roho,
Karama za Roho hazimfanyi mtu kuendelea kuwa Mkristo, isipokuwa mambo haya matatu: imani, tumaini na upendo, ndiyo yanayoweza kumfanya mtu kuendelea kuwa Mkristo. Katika hayo matatu, mtume anasema kwamba lililo kuu ni upendo. Yaani katika hayo matatu, imani, tumaini na upendo, upendo ndiyo karama iliyo kuu zaidi. Kama ilivyo kwa karama, imani na tumaini, hivi vitaondoka vile vile siku moja. Kumbuka karama nyingine zile ukomo wake ilikuwa katika karne ya kwanza, pengine na katika karne ya pili mwanzoni, lakini hata karama hizi za imani na tumaini zitaondoka na zenyewe siku moja. Mtu anapokufa na kwenda kuzimu, huko imani na tumaini havifanyi kazi tena. Upendo ni mkuu kwa sababu asili yake ni Mungu. Mtume Yohana anasema Mungu ni upendo katika waraka wake wa kwanza sura ya 4 mstari wa 8. Upendo hauna mwanzo wala mwisho. Kwa upendo vitu vyote viliumbwa. Sisi nasi tuliumbwa pia. Kwa upendo tuliokolewa. Yohana 3:16, Yohana 15:13. Huko kuzimu upendo upo. Mbinguni kuna upendo. Kwa sababu hiyo upendo ni mkuu kuliko imani na tumaini. Tunapokuwa hapa duniani tunahitaji imani ili tuwe Wakristo. Tunahitaji tumaini ili tudumu katika Ukristo. Sababu ya kuwa na imani na tumaini ni ili tuende mbinguni. Sasa tutakapokuwa mbinguni, tutakuwa pamoja na Mungu, Yesu na malaika, bila shaka na watakatifu wengine, ana kwa ana. Kwa hiyo imani na tumaini havitakuwa na kazi tena huko. Kwa hiyo huko kitakachobaki ni kufarijiwa tu milele na milele. Na huo tunaita upendo.